Ni mchezaji gani wa Simba Sports Club ambaye wewe kwako unamuhofia kuelekea mechi? Mimi muhofia nani kaka? Walikuwa wananipangia kikosi ambacho nimepiga mara mbili wala shie. Hivi unaweza kumuhofia mtu ambao mimi sitaki wale watano, wale wa 2-1. Wale sitaki, kuna watu wametolewa. Hawa waliopo sasa hivi nimepiga mara mbili mfululizo. Sasa unamuhofia nani? Unamuhofia nani mimi? Nataka nimuone huyo mpya huyo mpanzo leo, nataka nimuone. Siwezi kumhukumu kumweka kwenye kundi la watu wasiojielewa kwa sababu Simba ni watu wasiojielewa. Ni mmoja tu ambaye unaweza kumwanzisha game ya kesho kutwa, Elia Mpanzo Kibisawala. Siwezi kumweka kwenye ile kundi kwa sababu hakuwepo kwenye ile hukumu iliyopita. Ameanza kunipangia namba moja. Kuna mtu anaitwa Zimbu, yeye kasema namba 3 mbele duniani. Alikuwa anashika jezi ya Mzize. Jezi inateleza kama mtu kapako nini? Mlenda. Yaani anashika jezi haiendi. Anashika yule kacheza na Azam juzi. Yule mtoto yule katoka Dodoma Jiji. Si ulimuona? Anazunguka kama mbuyu. Sasa yule ndio haja kukutana na Pacome Zouzoua. Pacome akifanya hivyo kama anakupiga kifuti, anaenda. Sasa nije wale wachezaji walionipangia pin kama akapasuka mara hizi. Beki namba 3 na namba 2 wote wamepasuka mara hizi. Hamna mtu. Bro na namba 9 ambaye ana kwenye nchi ana goli 18, assist 8, goli 10. Lakini tumekaa hapa anakuambia siaka mbovu. Na sisi wanayanga tunalipokea kwa sababu wanaamini Yanga Afrika ni klabu bora, inastahili kuwa na wachezaji bora. Yaani wenyewe pia watu wa Simba hawaamini kama Prince Dube anastahili kuwa na goli 10 kwenye ligi. Kwa nini sijivunie? Wanastiaka wao ambao wana goli 5 za penalti. Hatukatai kuwa penalti sio goli. Hatukatai, lakini umuhimu wa goli za movement kwenye klabu na goli za penalti tofauti. Huyo anamhitaji Nchazi Ahoua. Kama ni mzuri kwa nini anamlilia Faisal? Yaani wewe unakuwa na timu unasema natamani fulani aje. Waliopo ambao ndio MVP wanakufanyia nini? No, Simba Sports hamna name muhofia. Ambaye sitaki kumweka kwenye kundi la watu wasiojielewa, Elie Mpanzo Kibisawala kuwepo kwenye hukumu zilizopita. Ndio nataka nije nimuone anawasaidia nini wenzie. Hao wengine nishakanda mimi. Huyo pin kamera na golikipa Djigui Diarra. Pin kamera kacheza mechi 20, ka concede goli 8, ana clean sheet 15. Sio unanielewa? Huyu golikipa wetu sisi kacheza mechi 15, ka concede goli 7, ana clean sheet 10. Sio unanielewa? Nani ka concede goli nyingi? Na sio kwa bahati mbaya hizo mechi tano hajacheza kwa sababu alikuwa majeruhi. Sasa unakuja kuniambia Djigui Diarra ni mbovu, nitakuelewa mimi. Yaani mtu sasa hivi anakaa anakuambia Yanga Afrika. Bro, Yanga Afrika hata kama tusingekuwa na wachezaji wote majeruhi ambao sisi kazi yetu duniani ni moja tu, kumfunga Simba. Ubingwa ni extra. Kuelekea dabi hiyo ya Kariakoo ya Machi 8, kuna ongezeko la mchezaji mwingine Jonathan Kangalombo ambaye tumemshuhudia mechi ya Pamba Jiji pale Mwanza, aliweza kucheza mechi yake ikiwa mechi yake ya kwanza. Kuelekea mchezo huo, unaona Kangalombo anaweza kuongeza chochote kwenye kikosi cha Yanga? Unajua unaweza kuona kama na wadharau. Sio kama na wadharau bro. Kwa nini tumzungumzie Kangalombo? Watu walikupiga 5 bado wapo. Yaani Kangalombo asicheze, waliopo wanatosha. Yaani waliopo ambao nimewapiga mara 4 mfululizo. Kwanza wale jamaa wanapata wapi nguvu ya kuongea? Yaani kabisa eti unakaa hapa unawashukuru viongozi wako. Yaani viongozi ambao wamekaa hawajai kutoka hata kwenye media kusema jamani nyinyi kama mashabiki wote wa Simba Sports tunaomba radhi kwa matokeo yaliyopita. Tumefungwa mara 4 mfululizo. Tunawaahidi 1 2 3. Viongozi wamekaa wamejifungia. Mnakufa mara 4 mfululizo. Hapo amekaa hapa anakuambia safari hatukubali. Kuna safari ambayo Simba alienda wanakubali? Sio kama wanalazimishwa kutokana na quality tulionao. Bro, nakuahidi. Mimi sio nakuahidi. Simba Sports ni mwembe wa uani. Unajua mwembe wa uani? Wanasemaje tunatikisa? Sisi hatutikisi, anajiangukia. Mwembe si unatikisa. Sisi Simba Sports hatutikisi. Yenyewe tu anaanguka. Kwani tuliona game ya juzi? Tukana sasa hawa kwani tunalazimisha tupate goli. Tukana sasa tunaacha. Dakika ngapi ile ilikuwa? Wenyewe tunapiga nje wakarudisha ndani wakajifunga, wamechoka kushambuliwa. Kwa hawa sisi sio tunatikisa. Tunaacha apigwe, unajua ataanguka yenyewe. Simba Sports ndio timu ambayo tunaingia tukiwa tunamua confidence. Tumeanza kuwatoa ndio keki birthday ya Anthony Mafunde. Wataniambia nini hao?